Wakati viongozi wa dunia wakipambana na jinsi ya kuleta amani nchini Ukraine, vita vinaendelea kupamba moto. Mapema wiki hii, watu 33 waliuawa wakiwemo watoto 6 katika shambulio la kombora la Urusi na ndege zisizo na rubani ambalo lilipiga vyumba viwili vya ghorofa katika mji wa magharibi wa Ternopil. Na mara moja pande zote mbili zimeripoti uharibifu kutokana na shambulio. Urusi inasema Kiev ilipiga mtambo wa umeme katika mkoa wa Moscow, wakati mkuu wa mkoa wa Zaporizhia wa Ukraine akiripoti mashambulizi kwenye majengo ya makazi. Urusi ilianzisha uvamizi wake kamili wa Ukraine mnamo Februari mwaka 2022. Kwa sasa inadhibiti takriban 20% ya eneo la Ukraine, na wanajeshi wa Urusi wamekuwa wakipiga hatua polepole kwenye mstari wa mbele licha ya kuripotiwa hasa. Wakati huo katika mstari wa mbele wa Ukraine, roboti zimekuwa njia ya kuokoa wanajeshi walionaswa upande wa mashariki. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema sambamba na mkoa wa diplomasia wa mazungumzo ya huko Geneva, lazima tufanye kila kitu kuimarisha ulinzi wetu dhidi ya mashambulio mabaya ya Urusi. Ujumbe huo unakuja wakati akitangaza kumalizika kwa kazi ya uokoaji huko Ternopil, magharibi mwa Ukraine, ambapo shambulio la Urusi kwenye jengo la makazi lilisababisha vifo vya watu 33 na kusababisha watu 6 kutoweka. Kwa wiki nzima mashambulizi haya hayajapungua. Zaidi ya ndege zisizo na rubani 1050, karibu mabomu 1000 ya kuongozwa na zaidi ya makombora 60 ya aina mbalimbali yamerushwa, Zelensky aliandika katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii. Ni muhimu sana kuharakisha utekelezaji wa makubaliano yetu yote na washirika wa mifumo ya ulinzi wa anga na makombora. Anaongeza, asante kwa kila mtu anayesaidia kulinda maisha. Asante kwa kila mtu anayefanya kazi kwa amani. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.